أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abad, ndugu Islam, ndugu zangu katika Adam, tukaribisheni katika muendelezo wa darasa zetu katika channel yetu hii pendwa kabisa ya Jureej Mo. Leo tunaishi na darasa kichwa cha habari kinachosema sayansi katika Qur'ani sio uchawi. Sayansi katika Qur'ani sio uchawi. Ndugu zangu, kila kitu ni tafiti. Kila kitu ni tafiti. Na kwa nini sayansi? Hii sayansi ni tafiti, maana yake ni tafiti. Lakini bahati mbaya sisi katika Qur'ani kila kitu kimemalizwa na kimeelezwa ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani haihitaji ziada ya mambo, wala Qur'ani haihitaji kuje mtu sasa amekuja na jambo sasa akasema jambo hili jamani naona liongezewe kama ushauri, ninashauri jambo hili liweze kuongezewa katika sehemu fulani au katika kifungu fulani katika Qur'ani. Sisi hatuhitaji hicho kitu, na yenyewe ishakamilika. Wakati wa aya ya mwisho kabisa Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kama Allah alivyosema katika surati Maida, sikosei, kwamba leo hii ndio nimeikamilisha dini yenu, neema zangu ndio zimekwisha kukamilika kwenu, na nimekwisha kuridhia ya kuwa Uislamu ndio dini ya Allah. Na al-Islam dinan, ni dini ambayo la yaqbal Allah dinan ghaira, hata kubali Mwenyezi Mungu kitu kingine ambacho kitakachoongezwa kisichokuwa hicho. Kwa hiyo mimi naelezea kuhusiana na sayansi iliyopo katika Uislamu. Kwa nini Waislamu wanaitwa ni watu ambao mara nyingi watu wa majini? Swali hilo. Jibu la swali hilo. Kwa nini Waislamu wamenasibishwa sana na masala? Kila mahali ukiingia sasa hivi unakuta bwana anaenda kwa shehe, mwingine anakuambia anaenda kwa shehe kufanyaje? Anaenda kufanyiwa tiba. Kwa hiyo mashehe ni watu wa tiba. Sasa mwingine anakuambia anaenda kwa shehe, anaenda kufanyaje? Anaenda kuombewa. Wewe anaenda kwa shehe, anaenda kufanyaje? Anaenda kuaguliwa au kwa ustadhi. Unaona Sasa je, ni kwa nini wamenasibishwa na haya mambo? Wapo watu wanafanya vitu ambavyo sio kweli, sio vizuri, hasa katika Uislamu. Qur'ani, ndugu zangu, miujiza yake ni zaidi na haifanani na haifananishwi na mchawi au na uchawi. Wapo watu waliokuja baada ya kuletewa Qur'ani wakasema in hadha illa sihrun mubin. Hii hapana, haya sio maneno ya kawaida, haya ni uchawi. Sasa sio uchawi hivyo unavyoichukulia wewe na ukalinganisha na uchawi. Hii ni sio uchawi, ila ni miujiza ambayo miujiza hii inatoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Sasa ndugu zangu, Qur'ani ndio imeweza kumchambua vilivyo kabisa jini. Majini wamechambuliwa kweli kweli. Yaani kama ambavyo unamkuta mtu ameingizwa katika chumba na akafanyiwa check up, anaonekana kilichopo ndani ya mwili wake A to Z katika mwili wake. Maana yake ni Qur'ani sasa imeweza kumchambua vizuri kabisa jini. Na ndio maana wenye kunasibisha wananasibisha Waislamu na majini. Sio kwamba Uislamu una mahusiano na majini. Sisi uhusiano wetu sisi Waislamu na majini katika undugu, katika uchamungu, kwa sababu moto umeumbiwa mwanadamu na jini. Innamal mu'minuna wal mu'minati, waumini wa kiume na waumini wa kike. Wapo waumini wa kijini, wapo waumini wa kibinadamu. An-naru lati uiddat min al-kafirina au lil-kafirina min al-insi wal jinni, moto umeandaliwa kwa ajili wa wale ambao wamemkufuru Mwenyezi Mungu katika watu na majini.
wa anna kunna minal muslimin, na sisi wanasema katika majini wapo katika sisi Waislamu, wa minna duna dhalika, na wapo wengine katika sisi ni wako kinyume, maana yake sio Waislamu, ni makufar, ni mashaitani, ni waasi, ni wapingaji. Kwa hiyo Qur'ani imeweza kumchambua vizuri kabisa, vilivyo kabisa jini. Lakini je, huyu muumini katika majini, ana uwezo wa kufanya jambo gani? Muumini katika majini ana uwezo wa kufanya jambo kama ambavyo anavyofanya muumini katika mwanadamu. Naam, muumini katika mwanadamu, yale anayoyafanya muumini katika mwanadamu, Muislamu katika jini, basi kadhalika ayafanya hayo muumini katika majini. Ndugu zangu, Qur'ani imeelezea katika historia ya Nabii Allah Suleiman bin Daud alayhi salam. Suleiman alikuwa ni nabii wa Mwenyezi Mungu. Suleiman alikuwa ni mfalme. Suleiman Allah alimpa utajiri, vitu vitatu. Wanaosema na hivyo ndivyo ilivyo. Suleiman aliambiwa achague moja katika utajiri, achague moja katika ufalme, achague moja katika unabii. Wapo wanasema katika kila, wanasema alichagua hekima, wanasema katika hekima wanasema. Lakini alichagua hekima. Baada ya kuchagua kimoja hapo katika hivyo, ndipo Allah akampa vyote, akampa utajiri, akampa hekima, akampa ufalme. Na ni nabii automatically. Lakini angalia katika unabii wa nabii Suleiman, utume wa nabii Suleiman, Allah alimpa jukumu kubwa la kusimamia na kuongoza katika wanadamu, majini. Alikuwa anaongoza wale wanyama za ndege, unaona, alikuwa anawaamrisha upepo, alikuwa anaamrisha majini wafanye majambo. Sasa automatically katika science, katika Uislamu, tena kupitia Qur'ani, kuna vitu vikifanywa na viumbe wa kimajini, basi vitu hivyo ni halali, vitu hivyo vinakuwa havina mushkeli kabisa. Mfano, jini mkakubaliana muweze kufanya jambo la kheri, jambo jema, mkakubaliana mujenge msikiti, mkakubaliana wewe na jini muweze kujenga msikiti, na msikiti huo wanaswali waumini, na msikiti huo ni msikiti katika misikiti ya Mwenyezi Mungu, mkakubaliana na huyo jini wa kiumbe wa kijini. Tafiti na sayansi katika Uislamu inasema jambo hilo linafaa bila wasiwasi kabisa. Jambo hilo ni jaiz, mkalifanya kwa pamoja, mkajenga msikiti. Je, inakuwaje? Jini akasema kwamba bwana, mimi nataka niingie ubia na wewe, lakini ubia huu uwe ni wa kheri, nitakuwezesha. Lakini katika kukuwezesha, kitu cha kwanza kabisa nataka ujenge kituo cha kulea watoto yatima. Jambo la kwanza kabisa ninataka wewe ujenge kituo cha kufanya ibada, msikiti. Au cha kwanza nataka ujenge hostel ya watoto, wachukulie watoto wakusanywe sehemu moja, wawekwe kwa ajili ya kusoma dini. Mkaingia ubia na huyo kiumbe, kisha ndio nitakuwezesha. Je, inafaa haifai? Jambo hilo linafaa. Ushahidi ndani ya Qur'ani tukufu, majini waliweza kujenga msikiti Baitul Maqdis. Ule msikiti umeasisiwa na majini kipindi cha zama cha Nabii Daud. Nabii Daud ambaye alikuja akamzaa Suleiman, alikuwa ni mzee mmoja na hekima, alikuwa na busara. Lakini pamoja na kwamba Mwenyezi Mungu alimpa, alikuwa ana mambo fulani hivi, lakini nitakuja kuyaelezea siku ya kusisimua na ambayo yanamotisha sana. Lakini Suleiman alikuwa akiwaamrisha viumbe hawa wa kimajini, alikuwa akiwaamrisha wafanye majambo fulani. Majambo hayo yalikuwa ni ya kheri. Naam, hivi yale material ambayo Nabii Suleiman aliyoyafanya, aliyoyajenga, aliyoyaweka na aliyoyaunda, mpaka Balqisi akaja akachanganikiwa, ikiwa huyo Balqisi yenyewe ni mwana wa kimajini, wa kijini. Naam, riwaya nyingi zinasema Balqisi alikuwa ni mwana wa kijini. Unaona?
Material yale yote ambayo alijenga sehemu ya kikao, kioo. Unaona Lakini sehemu ile ya kioo maana yake ni kwamba Balkisi alipokuja akaambiwa apite sehemu ya, akaogopa, ndani chini yake ni bahari au ni maji afu samaki wanapita, akaogopa. Akaambiwa usio na wasiwasi, pita. Material yale yametokana na nini? Kuna mtu ambaye anaweza akatuelezea yale material yametoka wapi? Yale material yametoka sehemu nyeti sana ambayo yalimchanganya Balkisi, pamoja na kwamba yeye alikuwa ni jini, mtoto wa kijini, malikia wa kijini, lakini alichanganikiwa baada ya kuja kukuta yale material. Je, material haya yalitoka wapi? Je, aliyachukua wapi Suleiman? Na ni kipi ambacho kimempelekea kwenda kuyatafuta huko yaliko mpaka yakaja akaletewa ndio akafanya maajabu? Naomba ushikane na pamoja nami katika darasa hiyo inayofuata. Hii ni sayansi katika Qur'ani na wala sio uchawi.